أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, kabla ya hutuba ya Ijumaa iliyopita, hutuba niliyokuwa nimeitoa kuhusu matukio ya Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, humo nilikuwa nimeeleza marejeo mbalimbali yanayothibitisha ya kwamba Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa hakuwapatia walioritadi adhabu kwa sababu ya uritadi wao, bali kwa sababu ya uasi na vita walikuwa wamepewa adhabu. Kuhusiana na hilo, hakimu mwadilifu wa zama hizi Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam pia ameeleza ya kwamba katika zama za ukhalifa wa Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, walioritadi walikuwa wameasi na walikuwa wameleta vurugu na ufisadi. Hivyo akieleza kuhusu ujasiri na ushujaa wa Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ahmad Islam anasema kwamba jambo hili ni wazi kwa wahakiki wote ya kwamba muda wa ukhalifa wake ulikuwa ni muda wa hofu na masaibu. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, Islam na Waislamu walikumbwa na masaibu. Wanafiki wengi wakaritadi na wakaanza kuongea zidi ya Islam, na kundi moja la wazushi wakadai madai ya utume, na watu wengi wakaungana nao hadi takriban watu 100,000 waliowajinga na wabaya wenye tabia mbaya wakaungana na Musailama Kazzab, na fitna zikaibuka na masaibu yakazidi na mabalaa yakawakumba wote, na tetemeko kali likatokea kwa waaminio. Wakati ule watu wote wakajaribiwa na zikatokea hali zenye hofu na za kutisha, na waaminio walikuwa na hali ya unyonge, kana kwamba moto uwe umewashwa mioyoni mwao au wawe wamechinjwa na kisu. Mara walikuwa wakilia kwa sababu ya kuondokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mara walikuwa wanalia kwa sababu ya fitina zilizotokea katika sura za moto wenye kuunguza. Amani ilikuwa imetoweka kabisa. Waleta fitina walikuwa wameenea kote kote, na hofu ya waaminio ilikuwa imezidi mno, na mioyo yao ilikuwa imekosa utulivu. Katika muda kama huo, hata Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu akachaguliwa kuwa mfalme na khalifa wa Khataman Nabiyyin. Hali na tabia ya wanafiki, makafiri na walioritadi ambayo yeye aliiona ikamfanya kuzama katika huzuni na ghamu. Yeye alikuwa akilia kama mvua ya masika inavyonyesha,
na machozi yake yalikuwa yakitiririka kama chemchem inayotiririka. Naye raziallahu anhu alikuwa akiwaombea waislamu na islam dua ya kheri kutoka kwa mola wake. hata aisha raziallahu taala anha anasimulia, yeye anasema ya kwamba baba yangu alipofanywa kuwa khalifa na allah akamjalia uamiri, hapo mwanzoni mwa ukhalifa wake yeye akashuhudia fitina za aina zote na njama za mitume waongo na uasi wa wanafiki na waritadhi zikitokea kila upande, na masaibu mengi yakamfikia ambayo kama yangeikumba milima ile ingeanguka chini na kuwa vipande vipande, lakini yeye alikuwa amejaaliwa subira kama mitume wanavyojaaliwa. masihi maud salam anasema hadi msaada wa allah ukamfikia na manabii waongo wakauawa na waritadi wakaangamizwa, fitna zikaondolewa na masaibu yakatoweka, na swala likatatuliwa na swala la ukhalifa likaimarika, na allah akawasalimisha waaminio kutoka mabala yote na akawabadilishia amani baada ya hofu yao, na akawaimarishia dini yao, na akawaongoza wingi, na akawaangamiza wafisadi wote, na akatimiza ahadi yake, na akamsaidia mja wake abubakar sidik raziallahu anhu, na akawamaliza viongozi waasi na masanamu yao, na akatia haiba mioyoni mwa makafiri mpaka wao wakashindwa na mwishowe wakarejea na wakatubu. Na hiyo ndiyo ilikuwa ahadi ya mungu mwenye jalali, naye ni mkweli kuliko wakweli wote. basi fikirini jinsi ahadi ya ukhalifa ilivyotimia kwa shani yake yote katika zati ya abubakar siddiq raziallahu anhu. mimi namwomba allah ya kwamba yeye awafungulieni kifua chenu ili muelewe hilo. hatmasihi maud anasema fikirini ya kwamba yeye alipochaguliwa kuwa khalifa, waislamu walikuwa na hali gani? islam kwa sababu ya masaibu ilikuwa na hali duni kama anavyokuwa mtu aliyeungua motoni, kisha allah akairudishia islam nguvu yake na akaitoa kutoka kisima kirefu, na manabii waongo wakauawa kwa adhabu iumizayo, na walioritadi wakaangamizwa kama wanyama, na allah akawajalia waaminio amani. na baada ya kuondoka kwa shida hiyo, waumini walikuwa wakifurahi na kumpongeza hata abubakar sidik, na kwa kusema marhaba walikuwa wakimsalimia, na walikuwa wakimsifu, na walikuwa wakimwombea kwa mola wao, walikuwa wakimheshimu na kuonyesha taadhima kwake, na mapenzi yake yalikuwa yameingia mioyoni mwao. nao katika maswala yao yote walikuwa wakimtii na kumshukuru, nao wakanawarisha mioyo yao na nyuso zao, na wakazidi katika upendo na mapenzi, na kwa moyo wote wakamtii. wao walikuwa wanamchukulia dhati yake kama dhati tukufu aliyesaidiwa na allah, na hayo yote yalikuwa yametokana na uaminifu na yakini nzito ya abubakar sidik raziallahu anhu. kuna kitabu chake cha kiarabu kiitwacho siri ya ukhalifa, na hiyo ni tafsiri yake ya kiurdu. ilipotokea fitina ya uritadi na uasi, hata abubakar alikuwa ametuma vikosi kadhaa ili kumaliza fitina hiyo, kama imekwisha elezwa hapo nyuma ya kwamba baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam takriban nchi nzima ya uarabuni ilikuwa imeritadi. walikuwepo watu ambao walikuwa wamekataa kutoa zaka, hivyo mipango iliyofanywa zidi yao kutoka kwa hata abubakar habari zake zimekwisha elezwa tayari. kundi la pili linalotajwa hapa ni wale ambao
pamoja na kuritadi kutoka islam walikuwa wameasi vile vile na walikuwa wanawaua waislamu. hapo abubakar akanuia kuchukua hatua zidi yao. hivyo imeendikwa katika bidaya wa nihaya ya kwamba kikosi cha usama kilipopumzika kidogo, hata abubakar akiwa na jeshi la kiislam akatoka kutoka madina na kuelekea zulqasa ambayo inapatikana ikiwa na umbali wa safari ya siku moja na usiku mmoja kutoka madina. zura anasema kwamba njia ya safari iliyokuwa ikitumiwa katika zama zile, maswahaba watukufu ambao hat ali pia alikuwa mmoja wao, walikuwa wanamwomba hata abubakar ya kwamba yeye arejee madina na kwa ajili ya kupigana na waarabu yeye amtume mtu mwingine. hat aisha anasimulia ya kwamba baba yangu akiniosha upanga na akipanda kipando akaondoka. hapo hat ali bin abi talib akaja na akashika lijamu ya ngamia yake na akasema, e khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nataka kusema jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema siku ya Uhud. kwa nini umeshika upanga? kwa sababu ya nafsi yako na uhai wako usitutie katika shida. hata ali akamwambia hata abubakari ya kwamba kuhusu uhai wako usitutie katika shida, wallahi ukipata shida fulani basi baada yako nizamu ya islam itakuwa imekwisha kabisa. hapo abubakar akarejea nyuma na akatuma jeshi kwenda mbele. jeshi la hat usama lilipopumzika tayari na vipando vyao pia wakachangamka na mali za zaka pia zikaja kwa wingi zilizokuwa zaidi kuliko mahitajio ya waislamu. hapo abubakar akaandaa jeshi na akatayarisha bendera 11. bendera moja alifunga kwa ajili ya Khalid bin Walid na akamwamuru kwenda kupigana na Tulaiha bin Khuwailid, na akimaliza naye aende kupambana na Butaha bin Malik bin Nuwaira. hao wote walikuwa wameritadi na walikuwa na mpango wa kupigana vita. Butaha ni jina la chimchim moja katika eneo la Banu Asad. yeye akamtuma katika eneo hilo, akafunga bendera moja kwa ajili ya Ikrima bin Abu Jahal na akamwamuru kupigana na Musailama Kazzab. bendera ya tatu akafunga kwa ajili ya Hazrat Muhajir bin Abu Umayya na akamwamrisha kupigana na majeshi ya Ansi, kisha awasaidie Abna waliokuwa wanapambana na Qais bin Makshush na watu wa Yemen. Abna walikuwa watoto wa kaumu moja ya Waajemi ambao walikuwa wameifanya Yemeni kuwa watani wao na walikuwa wameua kina mama wa Arabu, na akasema kwamba akimaliza nao aende Hazarmaut ili kupambana na Kinda. Hazarmaut pia ni eneo moja la Yemen. bendera ya nne akaifunga kwa ajili ya Khalid bin Said bin As na akamtuma upande wa Hamkaten ambayo inapatikana mpakani mwa Syria. bendera ya tano akafunga kwa ajili ya Amr bin As na akamwamuru kupambana na makundi ya Quda, Wadia na Haris. bendera ya sita akaitayarisha kwa ajili ya Hazrat Huzafa bin Mehsan Ghalfani na akamwamuru kuelekea kwa watu wa Daba. Daba ilikuwa soko moja la Waarabu katika Oman. ilikuwa mji mkongwe na mashuhuri wa Oman na soko hilo lilikuwa kule. bendera ya saba akatayarisha na kufunga kwa ajili ya Arfaja Harsama na akamwamrisha kwenda Mahra. Mahra ni jina la eneo moja la Yemen. hata Abubakar akawaambia wote wawili
wajumuike katika sehemu moja, lakini maeneo waliyokabidhiwa katika maeneo haya wao watakuwa amiri juu ya wengine. kisha hat abubakar akamtuma shurahbil bin hasana nyuma ya hat ikrama bin abu jehel na akamwamuru ya kwamba ukimaliza kazi ya yamama uende kupigana na kudaa, na wakati wa kupigana vita na waritadi wewe ndiwe utakuwa amiri wa jeshi lako. bendera ya 9 akaifunga kwa ajili ya tarika bin hajis na akamwamuru kupigana na banu sulaim na hawazan. bendera ya 10 akafunga kwa ajili ya suaid bin muqarrin na akamwamrisha ya kwamba yeye aende katika eneo la tihama la yemen. na bendera ya 11 akafunga kwa ajili ya ala bin hazrmi na akamwamuru kwenda bahrain. hivyo maamiri hawa wote wakatoka zulqasa na kuelekea katika maeneo yao. hat abubakar akamwamuru amiri wa kila kikosi ya kwamba maeneo ambayo watayapita wachukue waislamu wenye nguvu pamoja nao na wengine wenye nguvu wawaache kule kule katika maeneo yao kwa ajili ya kuyalinda. mwandishi mmoja akieleza utaratibu huo wa hat abubakar anaandika ya kwamba zulkasa ilifanywa kuwa makao makuu ya kijeshi, na kutoka hapo majeshi ya kiislam yenye nizamu kwa ajili ya kukanyaga mipango ya kuritadi yakaelekea katika maeneo mbalimbali. mpango uliopangwa na abubakar na utaratibu aliotumia wa kugawa majeshi unatuambia ya kwamba hata abubakar alikuwa na elimu nzito ya jiografia na alikuwa anajua sana alama za ardhi na ramani ya ardhi na njia za uarabuni, kana kwamba nchi nzima pamoja na ramani yake ilikuwa mbele ya macho yake, kama katika zama za kisasa inavyotokea katika vituo mbalimbali vinavyokuwa na teknolojia mpya wa kisasa. mtu yeyote atakaye tafakari juu ya utaratibu uliopangwa wa kutuma vikosi na kisha kujumuisha katika sehemu moja na kisha kuvipeleka katika sehemu zingine, yeye atapata kujua na kufahamu ya kwamba mpango huo ulikuwa umepangwa kwa uangalizi na kwa umakini mkubwa, na mawasiliano kati ya majeshi yalikwepo kwa imara. na hata abubakar alikuwa anajua ya kwamba jeshi lake liko wapi. alikuwa na habari zote kuhusu mipango ya majeshi na alikuwa anajua kwamba majeshi yake wamepata mafanikio gani na kesho wana mpango gani. nizamu ya mawasiliano ilikuwa imara sana na habari za vita zilikuwa zinamfikia abubakar kwa wakati. katika madina kulikuwa na mawasiliano imara kati ya majeshi yote na watu waliofanya kazi kubwa ya kupeleka taarifa za vita, taarifa za kivita katika markaz. kina abu hisama ansari, salma bin salama, abu barza aslami na salma bin waqash ni watu waliofanya kazi kubwa. majeshi ambayo abubakar aliyatuma yalikuwa yameunganishwa kwa pamoja, na hayo yalikuwa kati ya mafanikio makubwa ya ukhalifa, kwani katika majeshi hayo kulikuwa na viongozi mahiri na pia kulikuwa na nizamu nzuri, na pia walikuwa na uzoefu wa kupigana vita. katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye vita mbalimbali walikuwa wameshapata uzoefu mkubwa wa kivita, na nizamu ya kivita ya utawala wa abubakar ilikuwa bora zaidi kuliko nizamu zote za arab. na kiongozi mkuu wa majeshi hayo alikuwa saifullah khalid bin walid, yani upanga wa allah, ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa wa kivita. ugawaji huo wa jeshi la kiislam ulikuwa umefanywa chini ya mpango maalum wa kijeshi, kwani hadi sasa waritadi walikuwa wametawanika katika maeneo yao na walikuwa bado hawa kujumuika kwa pamoja dhidi ya waislamu.
na makabila makubwa yalikuwa yametawanika katika maeneo ya mbali, walikuwa hawakupata muda wa kukusanyika kwa pamoja, kwani ni miezi mitatu tu tangu walipokuwa wameanza kuritadi. Na pili, walikuwa hawakutambua kuhusu hatari kutoka kwa Waislamu. Nao walikuwa na fikra hii ya kwamba katika miezi michache tu wao watawamaliza Waislamu wote. Ndiyo maana Abubakar akanuia ya kwamba ghafla tu shani na nguvu yao imalizwe, nao wasiweze kupata nafasi ya kujumuika kwa pamoja. Hivyo Abubakar akachukua hatua dhidi yao, na yeye hakuwapatia nafasi ya kuinua vichwa vyao na kuongea dhidi ya Islam au waweze kuwazuru Waislamu. Mwandishi mmoja akieleza kuhusu uteuzi huo wa viongozi mbalimbali uliofanywa na Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu na mambo mengine, anaandika ya kwamba jambo la kwanza lililozingatiwa ni ya kwamba mawasiliano yawepo kati ya majeshi yote na ushirikiano uwepo, ijapokuwa maeneo na sehemu zao za kupiga kambi zilikuwa tofauti, lakini yote yalikuwa yameunganishwa katika nizamu moja na wote walikuwa na lengo moja. Na khalifa ijapokuwa alikuwa katika Madina, lakini mambo yote ya kijeshi yalikuwa mkononi mwake, yani mambo yote ya kijeshi yalikuwa mkononi mwa khalifa. Pili, kwa ajili ya kuilinda Madina, hata Abubakar aliweka sehemu moja ya jeshi kwake, na pia kwa ajili ya kushauriana katika mambo mbalimbali muhimu katika mambo ya serikali, akaweka kundi moja la maswahaba wakubwa katika Madina. Tatu, Abubakar alikuwa anajua ya kwamba katika maeneo yaliyokumbwa na uritadi kuna nguvu ya Kiislam, hivyo akapata wasiwasi ya kwamba Waislamu hawa wasije wakazulumiwa na washirikina hawa. Hivyo akawaamuru viongozi wa majeshi ya kwamba katika hawa Waislamu walio na nguvu wao wawachukue pamoja nao katika majeshi, na kwa ajili ya kuyalinda maeneo yao wawateue wengine katika maeneo yao. Nne, wakati wa kupigana vita na washirikina, Abubakar akafuata kanuni ya alharbu khudatun. Utaratibu wa majeshi ilionekana ni tofauti, lakini lengo lao lilikuwa tofauti. Wakatumia kila njia ya umakini ili mpango wao usijulikane kwa mtu yeyote. Pia chini ya uongozi wa Abubakar, umahiri wa kisiasa, uzoefu wa kielimu, elimu sahihi na ufululizo wa ushindi na nusura ni vitu ambavyo vilikuwa wazi. Katika muda huo hata Abubakar alikuwa ameandika ujumbe mbili. Mmoja ulikuwa kwa ajili ya makabila ya Uarabuni na ujumbe wa pili ulikuwa ni kwa ajili ya wakuu wa majeshi. Mwandishi huyo ambaye ni Daktari Ali Muhammad Salabi anaandika ya kwamba baada ya kuandaa majeshi ya Kiislam na kupanga utaratibu wake, tunaona ya kwamba silsila ya kuandikiana ikaendelea, nayo ikachangia vizuri katika ushindi. Hata Abubakar aliandika barua moja muhimu sana iliyokuwa na mada fupi. Kabla ya kutuma majeshi ya kupigana na waritadi, yeye akajaribu kusambaza barua hiyo kati ya wale wote walioritadi na wale waliosimama imara. Akawatuma watu kwa makabila na akawaamuru ya kwamba wakifika huko wawasomee watu wa makabila yote barua hiyo katika mikusanyiko yao, na akasema kwamba mtu akijua mada ya barua basi yeye afikishe kwa mwingine asiyejua. Katika barua hiyo hata Abubakar akahutubia wote, yani waliosimama kidete juu ya Islam na wale walioritadi. Barua ile ya hata Abubakar iliyokuwa imeandikwa kwa ajili ya makabila ya Uarabuni imeelezwa na Tabri kwa maelezo mapana. Hat Masihi Maud alayhi salam ameeleza habari ya barua hiyo katika kitabu chake kitwacho Sirul Khilafa. Huzur anasema kwamba ni vyema ya kwamba tuendike hapa ile barua
ambayo Siddiq Akbar alikuwa amewaindikia makabila ya Uarabuni walioritadi, ili watu wakijua kuhusu mada ya barua hiyo waweze kujua kuhusu juhudi zilizofanywa na Siddiq Akbar za kusimamisha amri za Allah na za kulinda suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wapate kuzidi katika imani. Kisha Masihi Maud salam anaandika ya kwamba barua hii inaanza na bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwingi wa ukarimu. Barua hii ni ya Abu Bakar, khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwa ajili ya wote. Ikimfikia mtu hata kama amesimama kidete juu ya Islam au ameritadi, na amani iwe juu ya kila aliyeongoka ambaye baada ya kupata mwongozo hakurejea katika uasi. Basi mimi ninamhimidia Allah ambaye hakuna apasaye kuabudiwa, nami ninatoa ushahidi ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah ambaye ni mmoja asiye na mshirika wake, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na mtume wake, na mafundisho aliyoyaleta sisi tunayakubali yote, na mtu aliyekataa kukubali sisi tunamfahamu kuwa ni kafiri na tunapigana naye jihadi. Ama bado iwe wazi ya kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa viumbe wake, akimfanya kuwa mtoaji wa habari njema na mwonyaji na muhitaji kwa Allah, na akimfanya kuwa jua lenye kunawarisha, ili yeye amonye aliye hai na iwe hoja kwa makafiri. Mwenyezi Mungu alimuongoza mtu kwa haki aliyemkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtu aliyegeuza mgongo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam akapigana naye vita hadi yeye akaja tawan karhan katika Islam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki dunia. Pale alipomaliza kazi ya kustawisha amri za Allah na kuutakia umati kheri, na wajibu aliyokuwa nao akautimiza vizuri, na Allah akamwelezea na akawaelezea Waislamu kwa uwazi katika kitabu ambacho alikuwa amekitirimsha juu yake. Hivyo alisema, innaka mayitun wa innahum mayitun, kwa yakini wewe ni mwenye kufa na hakika wao pia ni wenye kufa. Pia alisema kwamba wama ja'alna libasharin min qablika alkhulda, wama ja'alna libasharin min qablika alkhulda, nasi hatukumfanya mwanadamu yeyote wa kabla yako aishi milele. Afa imita fahumul khalidun, basi kama ukifa wao wataishi milele. Zaidi ya hayo akawaambia waaminio, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibaihi falan yazurrullaha shay'a falan yazurrullaha shay'a. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Nasiye Muhammad ila yu mtume, bila shaka wamekwisha fariki kabla yake mitume. Je, akifa au akiwawa mtarudi nyuma kwa visigino vyenu? Na atakayerudi nyuma kwa visigino vyake hata mzuru Allah chochote, na Allah bila shaka atawalipa wanaoshukuru. Kisha yeye anaandika ya kwamba basi yule aliyekuwa anamwabudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajue ya kwamba Muhammad amekufa tayari, na aliyekuwa anamwabudu Allah aliye mmoja asiye na mshirika wake ajue ya kwamba Allah anamtazama, ni mwenye uzima, mhifadhi wa milele, wala hatakufa. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Yeye ni mlinzi wa shughuli zake na ni mwenye kuwapa adhabu maadui zake. Mimi nawasihini kuhusu ucha Mungu wa Allah na mafundisho ambayo nabii wenu amewaleteni. Mimi nawasihini kuyafuata, na nini mupate mwongozo kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na shikeni dini ya Allah kwa nguvu zote, kwani kila mtu ambaye Allah
asiyemwongoza ni mtu aliyepotea, na kila mtu asiyemwokoa Allah yeye ataingia katika majaribio, na mtu asiyesaidiwa na Allah yeye hana msaidizi yeyote. Basi mtu ambaye Allah anamwongoza basi yeye ndiye aliyeongoka, na anayemhukumu kupotea basi hutampatia rafiki wa kumwongoza. Allah taala anasema, man yahdillahu fahuwa almuhtad wa man yudlil falan tajida lahu murshida. Mtu ambaye Allah anamwongoza basi yeye ndiye aliyeongoka, na anayemhukumu kupotea basi hutampatia rafiki wa kumwongoza. Na matendo yake yote aliyoyafanya duniani wakati ule hayatakubaliwa. Anaandika mbele kwamba matendo yake yote aliyoyafanya duniani wakati ule hayatakubaliwa hadi yeye akubali dini ya Islam, wala katika akhira matendo yake yatapokelewa. Na jambo hili limenifikia ya kwamba baadhi yenu baada ya kukubali Islam na kutekeleza amri zake, mkimdanganya Allah na kushika ujinga katika swala lake, na kwa kumtii shetani mmeritadi kutoka dini yenu. Allah taala anasema, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bisa lizalimina badala. Na kumbukeni tulipowaambia malaika mtini Adamu, basi wakamtii isipokuwa Iblisi. Alikuwa miongoni mwa majini na akavunja amri ya Mola wake. Je, mnamshika yeye na wazao wake kuwa marafiki badala yangu, hali ya kwamba hao ni maadui zenu? Ni baya lilioje kwa wazalimu badilisho hili. Pia alisema, inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sair. Kwa yakini shetani ni adui yenu, basi mhesabuni kuwa adui. Anawaita kundi lake tu ili wawe katika watu wa moto uwakao. Yeye akizungumzia barua hiyo anasema kwamba nami juu ya majeshi ya wahajiri na answar na wale wanaowafuata kwa wema nimemteua mtu fulani, na nimemwamuru ya kwamba yeye asipigane vita na mtu yeyote, wala asimue hadi amwite kwenye ujumbe wa Allah. Kisha mtu aliyekubali ujumbe wake na akiri na ajizuie na atende matendo mema, hapo yeye amkubali na amsaidie. Na mtu ambaye akikataa, basi mimi nimemwamuru ya kwamba yeye apigane naye vita, na akipata ushindi juu yake basi asimwachi yeyote, au amuunguze kwa moto, amchome kwa moto, na kwa njia zote awaue na awateke wanawake na watoto, na asikubali kitu chochote isipokuwa Islam. Kisha mtu ambaye akimtii, hiyo itakuwa bora kwake, na mtu ambaye akimkataa, basi yeye hataweza kumshinda Allah. Nami nimemwamuru mjumbe wangu ya kwamba yeye asome barua yangu hiyo katika mikusanyiko yenu, na azana ndiyo tangazo la Islam. Basi waislamu wakitoa azana, wao pia watoe azana, na hapo waislamu wajizuie kuwashambulia, na wasipotoa azana basi muwashambulie haraka, na wakitoa azana basi muwaambie kutekeleza wajibu wao, na wakikataa basi muwashambulie haraka, na kama wakikiri basi mukubali kutoka kwao. Kwa vyovyote vile, haya ni maelezo yake kwamba kwa nini vita ilipiganwa dhidi yao na kwa nini walitendewa hivi. Sababu yake ni kwamba watu hawa walikuwa wameanza vita
na pamoja na kupigana vita na waislamu pia walikuwa wamewazulumu waislamu ambao walikuwa wanaishi katika maeneo yao. barua ya pili ambayo hata abubakar alikuwa amewaandikia maamiri wa majeshi ambao idadi yao ilikuwa imetajwa kwamba ilikuwa ni 11 na barua hiyo ilikuwa kwa ajili ya majeshi yao, nayo inasema bismillahirrahmanirrahim. barua hii inaandikwa na abubakar khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu fulani, yani jina la amiri lilikuwa limeandikwa juu yake pale alipokuwa amemtuma kwa ajili ya kupigana na waritadi. khalifa wa mtume amemwamuru amri hii ya kwamba yeye katika maswala yote atamcha mungu, yani atashika ucha mungu kama uwezo wake unavyomruhusu. yeye amepewa amri ya kufanya jihadi na juhudi katika maswala ya allah zidi ya wale waliogeuza mgongo wao na wakiacha islam wameshika matamanio ya kishitani. kwanza kabisa yeye awapatie ujumbe wa islam na awaite kwenye islam. kama wakikubali basi ajizuie kupigana nao, na wasipokubali basi awashambulie mara moja hadi wao washindwe mbele yake. kisha yeye awaambie watu hawa kuhusu haki na wajibu wao, naye apokee kutoka kwao kile kilicho wajibu wao na awapatie kile kilicho haki yao. yeye asiwape muhula ambayo wao waitumie kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kupigana vita na waislamu na kisha wawashambulie waislamu. na kama waislamu wanaoishi kule wanafikiri ya kwamba maadui hawa hawatajirekebisha nao wanataka kupigana vita, basi nini msiwazuie waislamu kupigana nao. basi yeyote aliyekubali amri ya allah azza wajal na akamtii, basi mtu kama huyo akubaliwe na nini mumsaidie na mupigane na mtu yule tu ambaye baada ya kukiri tauhidi ya allah kisha awe amemkataa allah na yule aliyetoka kwake. kama yeye akikubali wito wenu, basi hatakuwa na lawama yoyote na allah ni mwenye kuchukua hisabu kutoka kwake juu ya kile alichokificha. na mtu asiyekubali ujumbe wa allah, vita ipiganwe zidi yake na awawe popote pale awepo, hata kama awe tajiri kiasi gani. hakuna kitu kitakachokubaliwa kutoka mtu yeyote isipokuwa islam. basi yeyote aliyekubali islam yake ikubaliwe na afundishwe mafundisho ya islam, na aliyekataa, yani baada ya kusilimu kisha ameritadi kisha anapigana vita na wanafanya kinyume cha mafundisho ya islam, nini muwaambie islam ni nini na uhakika wake ni nini. baada ya kudai kuwa muislamu hamwezi kupigana vita na serikali. hapo mtu akikataa, basi vita ipiganwe zidi yake. kama allah akiwajalia ushindi zidi yao, basi wao watauawa kwa silaha na kwa moto. kisha mali ya ngawira ambayo allah atawajalia wao wataigawa isipokuwa sehemu yake ya 5. na mkuu wa jeshi awazuie watu wake wasifanye ufisadi na asimuingize mtu katika jeshi lake mpaka ajue uhakika wake, asije akawa jasusi. hivyo kwanza mupeleleze vizuri kisha muingize katika jeshi, yani wasije wakawa jasus na waweze kuwazuru waislamu katika safari na wakati wa kupiga kambi. mkuu huyu awahurumie waislamu na aendelee kuwajali waislamu wote. asitoe amri kwa sehemu moja ya jeshi ya kufanya haraka zidi ya sehemu nyingine ya jeshi, na awatendee waislamu kwa wema na kwa upole na kwa upendo. huzur anasema kwamba kuna mambo ambayo yanahitaji ufafanuzi wake, lakini ufafanuzi wake haujatolewa hapa. saa nyingine maana zinazochukuliwa zinaonyesha picha isiyo sahihi ya islam. ufafanuzi wake nimekusha toa katika hutuba yangu ya nyuma ya kwamba watu hawa wote walioritadi walipigana vita, na sio kwamba walipigana vita tu, bali waislamu ambao walikuwa wanaishi katika maeneo yao, wao wakafanya zulma juu yao, wakawaua, wakawaunguza na wakateketeza nyumba zao na wakawatupa katika moto.
hapo zidi ya watu hawa hata abubakar akasema kwamba lazima tutalipiza kisasi, na kama masihi maud pia alivyoeleza kuhusu barua ile, hata abubakar akasema kwamba watu hawa wapewe adhabu ile ile, kwani hii ndiyo amri ya Qurani tukufu na amri ya Allah kwamba malipo ya ubaya ni ubaya ulio sawa nao. Lakini kuna mwandishi mmoja Ali Muhammad Salabi ameandika ufafanuzi wake, anasema ya kwamba habari hii inayosemwa ya kuwa walioritadi wachomwe motoni, anasema kwamba kumpa mtu adhabu ya kumchoma moto ni jambo ambalo si sahihi, si halali. Hata kuna kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam isemayo kuwa inna nara la yuazibuha illa Allah, yani kutoa adhabu ya moto ni kazi ya Allah pekee. Lakini hapa amri ya kuwachoma moto ilikuwa imetolewa kwa sababu wao walikuwa wamewachoma moto waumini, hivyo hiyo ilikuwa ni kama kulipiza kisasi. Katika kitabu hicho hicho imeandikwa ya kwamba mtu ambaye akikataa kurejea katika safu za Waislam na asimame kidete juu ya uritadi wake, yeye ni miongoni mwa muharibin, yani wanaopigana vita, hivyo kumvamia yeye ni kitu cha lazima, hivyo yeye auawe na achomwe moto. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani tukufu ya kwamba kama wao wanawatieni katika shida, basi nini muwape adhabu kama wao walivyo watendeni. Waasi kama nisemavyo katika hutuba ya nyuma, na saizi pia nimeeleza ya kwamba wao walikuwa wamewachoma moto Waislamu na walikuwa wamewaua, wakawaunguza katika moto na wakateketeza nyumba zao na wakawachoma moto watoto na wake zao na wakakata viungo vyao. Hivyo hata Abubakar akatoa amri ya kuwaua kwa kutumia njia ile ile waliokuwa wameitumia wao. Kwa wetu vile habari hizi bado zinaendelea, inshallah nitazieleza katika siku za usoni. Katika Ramadhan huenda nitatoa hutuba kuhusu Ramadhan, hutuba zingine, na muda utapita, lakini hutuba yote itakayokuja baadaye katika hutuba ile nitaeleza maelezo yake. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.